kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa namna hiyo nikikusabahi na kukaribisha katika awamu hii ya TV47 habari na pia TV47 weekendi. Jina langu Elizabeth Mtuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unatupa siku zote, unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii. Siku zote ni kwa TV47 Kenya, na kauli yako siku zote huwa tunasema inakubalika. Na hii leo pia kumbuka, tutakuwa tukiangazia mengi kuhusiana na ajira, ubunifu na masuala ya vijana, tukizungumza na mtaalam katika sekta hiyo kuangazia hayo na mengine mengi. Na iwapo una swali pia tunakupa nafasi kuuliza. Lakini moja kwa moja katika taarifa zetu ni kwamba watu 4 wamefariki dunia baada ya pikipiki waliokuwa wakisafiria kugongana ana kwa ana na basi la shule katika barabara ya Itumbe Ogembo. Abiria wote waliokuwa kwenye pikipiki hiyo walifariki dunia papo hapo. Sababu za ajali hiyo bado hazijabainika, huku mamlaka za usalama zikihimiza madereva kuwa makini wanapokaribia eneo la tukio na kutoa nafasi kwa wahudumu wa dharura. Tukio hili limeibua tena mjadala kuhusu usalama wa barabarani na umuhimu wa tahadhari, hasa katika barabara za vijijini. Hao vijana walikuwa wanatoka kutoka Nyanzakia, wametoka main road ya Kisii Kilgoris wakielekea Ugembo. So kupanda hiyo mlima ya kwenda Musiabano ndio wakakutana na gari ya basi ya shule ambao walikuwa wanaopateki gari 3. So wakagongana hana kwa hana. Na wote wamefariki hapo hapo, na sasa hivi wamepelekwa mochari. Sasa hivi ile sababu imefanya ajali ikatokea ni kwa sababu ya poor calculation na kuwa katika high speed. Na familia ya Maureen Nduku, mwanamke wa miaka 44 aliyefariki dunia baada ya kupigwa risasi Gikomba, sasa inataka majibu baada ya risasi iliyompiga yeye na kumjeruhi kijana wa miaka 16 baada ya kudaiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. IPOA imethibitisha kuwa haina ya risasi hiyo, huku maswali zaidi yakiibuka kuhusu wazi na usalama wa ushahidi huo. Susan Locho ana uketo wa taarifa hii. Kifo cha Maureen Nduku sasa kimewacha familia yake na majonzi na swali moja kubwa. Je, haki itapatikana? Imagine sitamwona tena akiniita tena. Serious. Maureen mwenye umri wa miaka 44 anadaiwa kupigwa risasi katika soko la Gikomba siku ya Jumatatu katika vurugu zilizozuka wakati polisi kutoka kituo cha Shauri Moyo walipokuwa wakimfuatilia mshukiwa wa wizi wa simu. Risasi hiyo ilimpiga Maureen mgongoni, ikatokea sehemu ya chini ya tumbo kabla ya kuingia na kusalia katika mguu wa kijana wa miaka 16. Inadaiwa kuwa polisi kutoka kituo cha polisi cha Shauri Moyo walikuwa wakifika hospitalini mara kwa mara kufuatilia iwapo risasi hiyo ilikuwa imetolewa mwilini mwa kijana huyo, risasi ambayo baadaye ilichukuliwa na mtu asiyejulikana. According to X-ray pictures that we have, it is very clear that the boy had a bullet lodged inside his leg. According to families, hiyo bullet ilitolewa, and up to this point in time we don't know who took the bullet. Sasa vile anafanyia operation, vile ilitoka mtoto akagusa hiyo risasi, akaniambia ni kadogo lakini kako na kilo. Mama, ni kadogo lakini kako na kilo. Akasema vile nini huyu jamaa huyu akapa, akapiga simu. Vile alipiga simu, mtu mwingine akakuja amevaa suti na kona kanini hapa hivi. Sasa aliniambia kusoma. Amevaa suti, huyo jamaa amevaa suti, alikuja na kabag, akaweka kitu ndani na akaenda. Mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi inasisitiza kuwa hawana risasi hiyo, swala ambalo watetezi wa haki za kibinadamu wanahoji kuwa huenda ni njama ya kuficha ushahidi. Lazima tuulize maswali Kenyatta National Hospital. Cases of police excesses are investigated by IPOA, and we have confirmed from IPOA that they do not have the bullets. So Kenyatta National Hospital,
together with Shauri Moyo Police Station. According to the family, ni kwamba hao officers kutoka Shauri Moyo, they were milling around the families wakiulizia hiyo bullet for several days. Wakati huo huo, familia inadai maelezo ya polisi kuhusu kilichotokea Gikomba yamebadilika, kwani baada ya tukio, polisi hao waliomba msamaha kwa familia hiyo na kueleza kuwa ilikuwa kwa bahati mbaya. Ila polisi walibadilisha usemi wao na kudai kuwa huenda risasi hiyo ikawa ya wezi. So there is a clear attempt to cover up this incident. Sasa chenye kinanikula akili ni walijileta wenyewe wakasema askari ameomba msamaha, lakini wamesema si yeye. Hiyo inanikula. Unaweza omba msamaha kwa kitu yenye unajua hujafanya. Kwa familia hizi mbili zilizoathirika, hii si hadithi ya risasi iliyopotea pekee. Ni hadithi ya mama aliyeaga dunia, kijana aliyejeruhiwa na familia zinazotaka kujua ukweli. Susan Locho, TV47, Nairobi. Kazi safi Susan Locho, na bila shaka tunatumai kwamba patakuwepo na haki na maswali ambayo yapo yatajibiwa. Katika taarifa ya tanzia ni kwamba majonzi yametanda katika kijiji cha Igegania, kaunti Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, baada ya mwanaume mwenye umri wa makamu na binti yake mdogo kupatikana wakiwa wamefariki dunia nyumbani Jumamosi asubuhi. Tukio hilo limewaacha wakazi na kwa mshtuko, huku migogoro ya kifamilia ikitajwa miongoni mwa masuala muhimu yanayochunguzwa na polisi. Kijiji cha Igegania Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu kilijawa na majonzi, huku wakazi wakifika kushuhudia tukio lililoacha familia na jamii katika huzuni kubwa. Mtu kujitoa uhai na akatoa mtoto wake, hiyo kitu imetupiga toa, lakini hatuna la kunena. Wakazi wanasema tukio hilo ni pigo kwa jamii, huku wengine wakitaka migogoro ya kifamilia kushughulikiwa mapema kabla haijawa chanzo cha madhara zaidi. Lakini nimesikia kwamba watu hawa wamekuwa na magombano. Walikuwa na magombano kati ya mke na bwana, kati ya bwana na mke wake, na ndiposa jambo hili likatokea. Kwa wakazi, kumbukumbu ya tukio hili sasa imegeuka kuwa wito kwa vijana na wanandoa kutafuta ushauri na saha na mwongozo wanapokumbana na changamoto za kifamilia. Zimeharibika. Wale ambao wameingia katika ndoa, tungewasihi wanapokaribiwa na mambo magumu ya gender based violence wawe wakitafuta msaada. Wengine pia wameonya kuhusu matumizi ya dawa za kulevya, wakisisitiza umuhimu wa vijana kutafuta msaada na mwongozo wakati wanapokabiliana na shinikizo au migogoro. Na utaona vijana wamekusanyika mahali fulani, ni hali ya kunywa pombe, ni hali ya kuvuta bangi, ni hali ya kuvuta mihadarati. Tukio hilo pia limeibua wasiwasi kuhusu vifo vya aina hiyo vinavyodaiwa kuongezeka katika eneo hilo, huku wakazi wakiomba viongozi wa dini na jamii kuongeza jitihada za ushauri na kuingilia migogoro mapema. Kuwe na ushirikiano katikati ya kanisa na watu ambao wanaongoza kijiji hiki, tuweze kutoa hili janga katika eneo letu. Polisi walifika katika eneo hilo na miili hiyo ikapelekwa katika makafani ya General Cargo Thika, huku uchunguzi ukiendelea kujua kilichosababisha mkasa huo. Edgar Mulindo, Runinga TV47. Na katika siku za hivi majuzi, ikulu ya rais imekuwa na wageni sihaba. Makundi kutoka matabaka mbalimbali yalizuru ikulu ya rais kuelezea matakwa na mtazamo yao. Lakini kilichoibua na kuibuka kama tatizo moja lilosheheni katika mjadala iliyokuwa kule ikulu wiki hii ni kuhusu bima ya SHA. Wakenya kuanzia viongozi wa kidini hadi wazee hata mabawabu wakilalamikia gharama na ugumu wa kupata huduma za SHA, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno. Wiki hii ikulu ya Nairobi imekuwa kitovu cha mijadala mikubwa kuhusu bima ya SHA baada ya Rais William Ruto kukutana na makundi mbalimbali ya kijamii na kitaaluma. Kila kundi lililozuru ikulu, kuanzia wahudumu wa afya nyanjani, viongozi wa kidini, wazee wa kijiji hadi maafisa wa ulinzi binafsi, liliibua hoja moja sawia: changamoto na matarajio ya mpango wa SHA.
Katika mkutano wa Julai 25, wahudumu wa afya wapatao 107 walihudhuria na kuahidiwa kuingizwa kwenye mpango wa bima ya SHA, huku serikali ikiahidi kutenga shilingi milioni 390 kufanikisha usajili wao. Vile ambavyo hospitali hizi zimepatiwa empowerment through SHA, imetuletea a unique challenge kwamba watu wametoka katika hizo hospitali zingine wamekuja sasa katika hospitali za serikali. So Your Excellency, if we can just get more support for this hospital, then it will just be an icing on the cake. Today in this forum, I announce that the government of Kenya, working with our counties, will make sure that every community health promoter has SHA as a coverage. Wiki moja baadaye, zaidi ya waumini 5,000 wa kanisa la Friends walihimiza ushirikiano kati ya hospitali za kidini na serikali ili huduma za SHA ziweze kufikia wananchi wengi zaidi. Wale walikuwa wanasema mambo ya matibabu haiwezekani, leo watu 32 million wako registered. Tumelipa 170 billion in the last 1.5 years. Inawezekana. Agosti 4, wazee wa kijiji walipokea ahadi ya kusajiliwa kuanzia Januari mwaka 2027, wakisisitiza umuhimu wa mpango huo kwa familia za mashinani. Jambo la pili, yule mama mboga pia leo anaweza kuingia katika bima ya afya pale kwa SHA. Siku iliyofuata, viongozi wa Kiislamu walieleza kuwa msikiti imekuwa ikikabiliwa na mzigo wa mchango ya matibabu na wakaona SHA kama suluhisho la kudumu. Mheshimiwa Rais, watu wanazungumzia kuhusu SHA sijui nini, lakini kwa hakika hii inafanya kazi. Sisi ndio maimamu tuko kule msikitini, ile changa ambayo tulikuwa tunachangia watu saa zote imepungua. Lazima tukubaliane na hilo. The other day, my brother had an accident. The bill was 1 million shillings. SHA paid 750,000. I am actually a living testimony of a beneficiary of SHA. Alhamisi wiki hii ikawa zamu ya mabawabu, rais akiamuru kampuni zote za ulinzi kuwasajili wanachama wao katika mpango huu. Wewe ambaye ni mwananchi mdogo utalipa shilingi 660 kila mwezi, na bili ya hospitali hata ikikuja shilingi milioni 1, serikali ya Kenya italipa bili yako ya hospitali, ya mtoto wako, ya mke wako na ya jamaa yako. Mikutano hii mitano ambayo ilihusisha Wakenya wa matabaka mbalimbali ilifichua taswira moja. Mpango wa SHA imekuwa na mapungufu sihaba, kutoka kwa gharama hadi uweledi wa utoaji huduma. Serikali kwa upande wake imeahidi kuimarisha mpango huu ili kuhakikisha afya bora kwa kila Mkenya. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Kazi safi Elizabeth Atieno, na unaweza ukatuelezea taswira kamili ya SHA kwa upande wako, yawe mafanikio ziwe changamoto, na tutakuwa tukisoma arafa zako kwa 22047 na pia mitandao ya kijamii. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amemwomba waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kumuunga mkono katika azma yake ya kusaka urais mwaka ujao wa 2027. Sifuna aliyasema hayo wakati wa ziara ya mrengo wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Kakamega, ambapo viongozi wa mrengo huo waliomba eneo la magharibi ya Kenya kumuunga mkono Sifuna. Wito wa Sifuna umejiri wakati Oparanya anapigiwa debe kuwa mgombea mwenza wa Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hapo kesho viongozi wa mrengo huu wamepanga kuzuru maeneo bunge 5 katika kaunti ya Kakamega. Mheshimiwa Oparanya, wewe ni mzee kuniliko, umenilea ndani ya chama cha ODM. Sijui kama tunakubaliana kisiasa saa hii, lakini hata kama haukubaliani na mimi saa hii kwa siasa zangu, mimi naomba unibariki niende safari ambayo iko mbele. Mheshimiwa Oparanya, wako nikiwa na kura ya Oparanya, hakuna vile Ruto atakushinda.
hapa Bungoma saa hii tunatahiri vijana, si ndio? Kijana yako akikuja kuambie ametosha kisu, hawezi kama mzazi ama baba yake umwambie asiende mbele. Na kuambia Oparanya nimetosha kisu, niko tayari kwa uchungu ambao utakuja mbele. Mambo ya Oparanya ya kuomba kiti ya deputy tumekataa. Sisi tulikuwa na Mudavadi kama deputy, tukawa na Mudi Awori kama deputy, tukawa na Omolo kijana kama deputy. Kiti ya deputy hatutaki, tazama tawe. Sisi tunataka urais. Huyu mtoto wetu anatosha kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi naomba tafadhali, sisi jamii ya Waluya, and I want to thank Mheshimiwa Natembeya. You have shown leadership. You are a leader. Wewe umeunganisha Waluya wote, umekubali kuweka ndoto yako nyuma kusupport Edwin Sifuna. Ruto aminiki. Nilileta Ruto hapa akaniambia tutajenga airport yetu Kakamega. Amejenga? Ruto aliniambia atamaliza Muhungu Stadium. Amemaliza? Na bila shaka hao ni wanasiasa na siasa, na ndio mwanzo mkoko umealika maua. Kumbuka tunaelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lakini wakati huu utaniruhusu mimi na mwenzangu katika meza ya lugha ishara tupokee kikombe cha maji, kisha pia tuingie madukani. Tukirejea yapo mengi, na pia kumbuka nina mjadala kuhusiana na masuala ya ujuzi vijana na mambo mengine, na yote pamoja yapo hapa. Usicheze mbali. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kaunti ya Kajiado imekuwa kitovu cha siasa, ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza kampeni zake akiwataka wakazi wa eneo hilo kuungana na jamii ya Mlima Kenya na Ukambani katika juhudi za kumng'atua Rais William Ruto mamlakani ifikapo uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i pia alihudhuria hafla moja katika kaunti ya Kajiado na kutumia jukwaa hilo kutoa wito kwa mshikamano wa kitaifa. Baada ya ziara yake Kiambu Ijumaa, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua leo alipeleka injili yake ya kupinga serikali ya Rais William Ruto, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa ngome ya kisiasa ya upinzani. Katika hotuba yake, Gachagua alimshutumu Rais William Ruto kwa kile alichotaja kama kutowajibika na kuwataka wakazi wa Kajiado kuungana na jamii ya Mlima Kenya na Ukambani katika muungano mpya unaolenga kuondoa serikali iliyopo madarakani ifikapo uchaguzi wa mwaka 2027. Wazee ya machifu wamefika pale. Wamepewa kila mtu 3,300.
alafu amewadanganya ati atawapatia simu ya smartphone. Wamerudi kwa machifu kupiga report. Machifu wanacheka, wanamwambia mnaamini hiyo muongo. Ziara hii imejiri wiki moja tu baada ya Kalonzo Musyoka kutua Kajiado akitafuta kuimarisha chama chake, ikionyesha jinsi kaunti hiyo imegeuka kuwa uwanja wa mapambano makali ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini hatuwezi mtoa tukiwa mazungumzo kwa hoteli. Hatuwezi mtoa tukiwa kwa workshop, kwa seminar. Huyu Kasongo tunamtoa tukienda kwa wananchi vile nimekuja Kajiado. Pale tuna tofautishana. When do we name the candidate? Gachagua aliahidi miradi kadhaa kwa jamii ya Maa iwapo watatua serikali katika uchaguzi ujao, ikiwemo ujenzi wa mabwawa, shule za bweni na kufua kiwanda cha ngozi. Kwa sababu ya mfuko yetu, tutahakikisha kila ward iko na bawa, ndio Wamasai waweze kupata maji wakati wa kiangazi. Wapate maji ya mfuko na maji ya wenyewe kutumia. Alikuwa ameandamana na viongozi kadhaa akiwemo Seneta John Methu, mbunge Onesmus Ngogoyo wa Kajiado Kaskazini, Peter Salasya wa Mumias East na wengineo. Akatuambia kwamba kwa wiki moja barabara ya Imaroro, Ilasit, Imaroro, Isara itawekwa lami kwa wiki moja. Watu wa East, maana mko hapa, barabara imetengenezwa na ni wiki moja. Ziara hii imejiri wiki moja tu baada ya Kalonzo Musyoka kutua Kajiado akitafuta kuimarisha chama chake, ikionyesha jinsi kaunti hiyo imegeuka kuwa uwanja wa mapambano makali ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i alihudhuria hafla moja Kajiado na kutumia jukwaa hilo kuwataka viongozi wa kisiasa kuacha malumbano na badala yake kushughulikia changamoto zinazowakumba wananchi. Tangu wale ambao tunatafuta uongozi, tuwe upinzani, tuwe kwa serikali, tuzingatie maslahi ya hawa wananchi. Hilo ndilo jambo la muhimu kwetu sisi wote, sio kulumbana, kutukanana. Hakuna nchi dunia hii imejengwa na matusi. Alitaja gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira, usalama duni na umaskini kama masuala ya dharura yanayohitaji suluhisho la haraka. Aidha, Matiang'i aliomba jamii ya Maa kumuunga mkono katika azma yake kuwania urais, akisisitiza rekodi yake ya utumishi wa umma kama ushahidi wa uwezo na tajriba yake. Paul Kirobi, TV47. Bado tupo katika siasa na viongozi wa chama cha ODM wametaka mrengo wa upinzani kuacha siasa za kikabila na badala yake kuendeleza mjadala unaojikita kwenye masuala yanayowagusa wananchi. Kauli hii imetolewa wakati wa chama cha ODM na wakati ambapo kilifanya mkutano wa kuhamasisha waendesha bodaboda katika kaunti ya Homa Bay ukiongozwa na mwenyekiti wa chama, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga. Walihudhuria viongozi waliohudhuria wakisisitiza kwa siasa za kutumia idadi makabila hazina nafasi tena katika taifa hili linapoelekea ama taifa ambalo linatafuta mshikamano. Akizungumza katika mkutano huo, waziri wa fedha John Mbadi aliunga mkono kauli hiyo, akionya kuwa siasa za kikabila zinaweza kuchochea machafuko na kudhoofisha umoja wa taifa. We cannot be in the same place as Gachagua. Gachagua propagates exclusion. The politics of big tribes and small tribes. That is not the ODM DNA. And anybody associating with Gachagua and saying they are part of ODM, see hivyo, hao wamepotea. We cannot be in a country where Gachagua keeps on telling us Kiambu has 2 million, Meru has 1 million. The other communities, however small or few we are, we also produce people who are capable of leading this country. You cannot run for president because your community has so much numbers. And that is why this country will return Ruto to power. Because everybody who wants to run against Ruto is associating with a terrible character called Rigathi Gachagua. Gachagua, I'm telling you today, you don't know our people. Gachagua, we are telling you today, you have no votes in Mount Kenya to stop President William Ruto's re-election. Gachagua, I'm telling you today that President Ruto is going to be re-elected with the support of the ODM party with over 280 MPs across the country. Katika masuala tofauti ni kwamba kwa zaidi ya muongo mmoja, milima ya Karau iliyo katika Mkutani, eneo bunge la Baringo Kusini,
lisalia ishara ya hofu kwa wakazi, lakini leo simulizi la Karau limebadilika kuwa mahali palipokuwa alama ya ukosefu wa usalama. Sasa ni makao ya chuo cha mafunzo ya utekelezwaji wa sheria cha huduma za misitu, yaani KFS, taasisi inayosifiwa kwa kurejesha amani. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiro ana mengi zaidi kuhusiana na hilo. Milima ya Karua. Kwa miaka mingi, miamba hii eneo la Mukutani, Baringo Kusini, ilikuwa ishara ya hofu na maafa. Kutokana na mwinuko wake, majambazi wenye silaha kali walijificha hapa, huku wakifuatilia mienendo ya vikosi vya usalama, kupanga mashambulizi na kutoweka porini baada ya kutekeleza uhalifu. Chini ya milima hii kulikuwepo na mojawapo ya njia kuu zilizotumiwa kusafirisha mifugo iliyoibwa baada ya mashambulizi dhidi ya vijiji jirani. Makazi mengi yalitelekezwa, maisha ya wakazi yakigeuka kuwa mapambano ya kila uchao. Kutoka mwaka 2005 kuja upande hapa ilikuwa mahali pabaya. Bandits, ukiona kuna milima iko upande yangu ya kushoto, hapo ndio ilikuwa mahali wanakuja kujisanya na kupanga na kufanya survey mahali ya kwenda kuishambulia. Vijiji vilisalia bila wakazi, familia zikikimbia mashambulizi ya mara kwa mara. Wanaume, wanawake na watoto walipoteza maisha, wengine wakijeruhiwa vibaya. Maafisa wa usalama waliokuwa wakitoa ulinzi pia walipoteza maisha. Ghasia hizo hazikuvuruga tu amani, bali pia masomo ya watoto. You cannot imagine ya kwamba sisi tunasimama hapa mahali risasi ingekuwa inalia tu, mahali kila mtu angekuwa anatafuta maisha yake naelekea wapi. But you can now find ya kwamba kwa saa hii as we speak, the place is peaceful, watu wanaenjoy maisha, training imeanza, maisha watu wameanza. Wale majirani wako hapa, they are also enjoying services ambayo inapatikana hapa. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya usalama, milima ya Karua pamoja na mabonde ya Korkoron na Tandare yaliorodheshwa miongoni mwa maeneo hatari zaidi nchini kutokana na shughuli za ujangili. Lakini leo kimya hapa kinaashiria hadithi tofauti. Kuanzishwa kwa chuo cha mafunzo ya utekelezaji sheria cha huduma ya misitu nchini kumebadilisha maficho ya wahalifu kuwa kituo cha mafunzo ya kitaalamu ya usalama na uhifadhi wa mazingira. Hii area ilikuwa ipitiki. Wakora walikuwa wanapigana kwa hii milima. Na ukiona hii milima, kuna hata wakati waliiba ng'ombe huko, na hapa yote ikakuwa tu risasi ndio nalia hapa ya wajangili. Na hata wakati huo tukaona, wakati forest ilikuja, tukaona hiyo marisasi imekatika. Instead of criminals hiding in the hills, uniformed officers now train here, acquiring modern skills to tackle forest crimes, illegal logging, wildlife offenses and other emerging environmental threats. The academy recently marked another milestone by holding its first graduation parade for senior officers, a ceremony that carried enormous significance not only for the Kenya Forest Service, but also for residents witnessing a place once associated with gunfire became a venue for discipline, order, and national service. The definition of security has expanded beyond physical security. It has expanded beyond the security that we know. Environmental security, societal security, and other economic security, food security. Those are the security requirements that must be part and parcel of government's agenda. Milima iliyohifadhi majangili, sasa maafisa wa usalama hupokea mafunzo ya kisasa ya kukabiliana na uhalifu wa misitu, ukataji haramu wa miti, ujangili pamoja na vitisho vingine vinavyoathiri mazingira. Kutoka 2005 hapa ilikuwa shida sana inatokea hapa. Kwa hii milima, kutoka hii milima na Ikambutu. Kwa hiyo saa hii tunaona hii shule imetuletea faida kubwa sana. Tunashukuru ofisa ya serikali ndio ametusaidia hapa, na sisi wenyewe hapa
Sisi ndio tumeketi kupea hawa hii forest. Majuzi, chuo hicho kilifanya gwaride lake la kwanza la kuhitimu kwa maafisa wa ngazi za juu. Sherehe ilikuwa ya kihistoria, si kwa wahudumu wa misitu nchini pekee, bali kwa wakazi walioshuhudia eneo lililokuwa hatari kwa usalama likishamiri kwa amani. Wananchi walitumika kuja kufyeka, kutengeneza barabara, wa identify boundaries, wakatumiwa kufyeka. Kupitia hapa tukiwa na Kenya Forest Service, confidence kidogo ikaanza kuingia, na baadaye tukaona na tango hii kambi iwe kwa hapo, hakuna incident yoyote, hakuna mifugo imewahi kupita. By establishing this particular facility, we are actually addressing the issues of national security, because the input in terms of environmental security contributes to national security. Ujenzi unaendelea kupanua chuo hicho ili kiwe taasisi kuu ya mafunzo ya huduma ya misitu nchini. Mradi huo ukikamilika, unatarajiwa kukifanya kuwa miongoni mwa vituo vinavyoongoza nchini katika mafunzo maalum ya utekelezaji sheria za misitu. Mzuri kabisa saa hii, sababu unatembea mahali yoyote na unalima vile unataka. Kwa hivyo ni shukrani. Kwa hivyo ile sasa ile kitu mnaongeza tu kusema ikiendelea, shule ikiendelea na iwe ya Kenya msima hapa, hii mimi naona atakuwa kubwa sana na ataletea sisi amani, kwa sababu hata vijana wetu taandikwa hapa, watoto wetu sasa taandikwa wapi na hapa tumkutani na atafanya training hapa. Wakazi wanasema jamii ambazo ziligawanywa na wizi wa mifugo na migogoro sasa zinaanza kujenga upya mahusiano. Huduma ya misitu nchini pia imechimba visima vya maji, hatua iliyowaletea wakazi maji safi karibu na makazi yao na kupunguza safari ndefu ambazo hapo awali zilikuwa zikifanywa na wanawake na watoto kutafuta maji. How do we secure our forests and our water towers? That's the reason why we are saying forestry offers a solution even to security. Much as we say forestry is about trees, it also offers the issue of addressing conflict issues amongst communities. Kwa wakazi wa Mkutani, mabadiliko ya milima Karao ni bora kwa mafanikio ya kiusalama, matumaini na maisha ya kawaida baada ya miaka 13 ya vurugu. Mahali palipokuwa miongoni mwa maficho hatari zaidi ya majambazi nchini, sasa ni ushahidi wa uwekezaji endelevu katika usalama, uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya jamii unaweza kubadilisha kabisa historia ya eneo. Upanuzi wa chuo hicho ni matumaini kuwa amani walioipata itadumu siku zote. Willie Dennis Njiru, TV47. For TV47, I'm Willie Dennis Njiru. Taarifa nzuri, Willie Dennis Njiru. Kaunti ya Lamu iliyojivunia zaidi ya 61% ya misitu ya mikoko nchini sasa inakabiliwa na tishio kubwa la biashara haramu ya ukataji wa mikoko. Wahalifu wanatumia maeneo ya Boni na Mkunumbi kuvuna mikoko kinyume cha sheria, hali iliyohatarisha zaidi mazalio ya samaki na vile ukubwa wa baharini. Asasi za usalama kwa ushirikiano na shirika la misitu nchini zimeashiria na kushika doria na kuanzisha kampeni za upandaji wa mikoko, wakilenga zaidi kukabiliana na uharibifu mkuu, kulinda rasilimali muhimu kwa uchumi na maisha ya wakazi wa pwani. Kwa mujibu wa mpango wa kitaifa wa usimamizi wa mfumo wa ekolojia wa mikoko wa mwaka 2017 hadi 2027, shughuli za binadamu ndizo chanzo kikuu cha kupotea kwa misitu ya mikoko. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo maarufu FAO linakadiria kuwa bara la Afrika limepoteza zaidi ya hekta 500 za mikoko katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Huku taarifa za ufuatiliaji wa mazingira zikionyesha visa vya mara kwa mara vya uharibifu wa mikoko katika kaunti ya Lamu. For Lamu, logging is still allowed and it is regulated by the Kenya Forest Service. Ukataji haramu wa mikoko mara nyingi hufanyika katika maeneo ya msitu wa Boni na Mkunumbi, ambayo ni sehemu zilizo mbali na makazi ya watu na maeneo ambayo si rahisi maafisa wa usalama kufika. Shughuli hizo haramu pia hufanyika nyakati za usiku ili kuepuka mkono wa sheria.
ni sehemu ambazo ziko mbali na macho ya serikali na mbali ya macho ya watu, mbali ya ofisi za taasisi za kiserikali. Hata ukiwasha pawaso, ukifanya zile shughuli zako, hakuna mwenye kushtukia karibu. Aliyekuwa mvunaji haramu wa mikoko Nasoro Ali anasema mara nyingi nguzo zilizovunwa kinyume cha sheria ziliuzwa kupitia wafanya biashara wenye leseni au moja kwa moja kwenye maeneo ya ujenzi katika kisiwa cha Lamu na mji wa Mokoe. Tunatumia njia nyingi za usafiri, tunazipandisha boti zikipita pale kwa bandari zile zetu za local bandari, tunaziteremsha hapo na hapo tunatembeza nao wakati mwingine usiku, kwa sababu mchana una taasisi nyingi. Hata hivyo, aliyekuwa mwenyekiti wa BMU kisiwa cha Lamu Abubakar Twalib anadai kuwa biashara hii haramu inachangiwa na rushwa katika utoaji wa leseni. Wanampatia mtu leseni yote kulingana na ile pesa yake na mfuko wake. Kisha pale katika ile ofisi za mikoko kuna walanguzi ambao wanadili na watu ambao wanaingia ndani ya mikoko, wanachukua hakso, wanakata kwa mikoko huko ndani, wanalindwa mpaka mali yao yanafikishwa kwenye soko. Wataalamu wanaonya kuwa kuendelea kwa uharibifu wa mikoko kunatishia bioanuai, kunapunguza uwezo wa fukwe kujikinga dhidi ya mmonyoko wa ardhi unaosababishwa na bahari, na pia kupunguza uwezo wa misitu hiyo kufyonza hewa ya kaboni. Debris in the mangrove are soaked inside a muddy soil where there is no oxygen. So there is no quicker decomposition to release carbon outside. So that means there is still a lot of carbon. Zaidi ya 80% ya wakazi wa Lamu hutegemea uvuvi kujipatia kipato. Wavuvi wa eneo hilo wanasema kupungua kwa misitu ya mikoko kumeathiri maeneo ya kuzaliana kwa samaki na kuwalazimu kuhama, hali ambayo imeathiri maisha yao. Mikoko itakuwa imekatwa, pia itakuwa ni kama ambao tumeondolea wale viumbe hai baharini sehemu za kuweza kupata mastara na watoto wao au wao kupata mali pa mazazi. Kulingana na afisa wa mazingira kaunti ya Lamu Gabriel Ngige, ili kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na kupungua kwa misitu ya mikoko, serikali ya kaunti ya Lamu inashirikiana na jamii katika mazoezi ya upandaji wa mikoko. We have had a full program with the community in Kiangwe village as a municipality, where we have educated them on the importance of conserving the forest cover, and we have planted more than 3,000 seedlings of mangroves with them. Ngige pia amefichua kuwa serikali inaendeleza juhudi za kuunda mfumo wa kushirikiana na wakazi wanaoishi katika maeneo ya karibu na mikoko, kutoa ripoti kwa idara husika ili wanaoendeleza biashara hiyo haramu wakabiliwe kisheria. Kwa upande wa idara ya kulinda misitu KFS, kupitia kwa James Mburu ambaye ni mhifadhi wa misitu ya ukanda wa Pwani, amesema kuwa wamekuwa wakiwakamata wanaoendeleza biashara hii, akionya kuwa watakaopatikana na hatia ya kuvuna mikoko bila idhini watachukuliwa hatua kali za kisheria. We have noted incidences where there is some overharvesting in some areas. Occasionally we have cases of some individuals who harvest illegally. Misitu ya mikoko imekuwa rasilimali muhimu kwa jamii zinazoishi katika eneo la Pwani kwa miaka mingi, lakini iwapo ukataji haramu hautakomeshwa, rasilimali hiyo iko katika hatari ya uharibifu, na hali hiyo itaathiri uchumi wa jamii zinazotegemea uchumi wa baharini. Abdul Aziz Nameka, TV47, kaunti ya Lamu. Unajua, wakati ambapo nilikuwa tunasikiza taarifa hii, ambaye ni mwelekezi wangu Nick Mavindi alikuwa anauliza kwa lugha ya Kizungu, Liz, mikoko ni nini? Kamwambia ni mangroves, na najua kwamba atatenda kutafuta inakaa kwa namna gani. Namna taifa likiendelea kushuhudia majadiliano yenye migawanyiko, Jumuiya ya KITEC Nairobi imetaka uwajibikaji zaidi katika kauli za umma, ikionya kuwa kauli za uchochezi zinalenga jamii fulani na zinaweza kudhoofisha zaidi amani na umoja wa kitaifa. Wakati huo huo, jumuiya hiyo imeonya kuwa matamshi ya chuki, ubaguzi wa kikabila na kauli za migawanyiko zinaweza kuzua mvutano na kuzidisha migawanyiko miongoni mwa Wakenya, ikiwataka viongozi wa kisiasa na jamii kuhimiza kuishi kwa amani na uongozi wenye uwajibikaji, huku ikiwataka Wakenya kukataa ujumbe unaotishia umoja wa kitaifa. Increasing circulation of inflammatory statements at political rallies alleging the existence of organized Nandi warriors prepared to defend or attack political interest. We condemn these claims in the strongest terms possible.
We call upon all political leaders, regardless of party affiliation, to reject inflammatory rhetoric, exercise restraint in their public pronouncements, and commit themselves unequivocally to peaceful, lawful, and democratic election. Our fellow Kenyans from every tribe, county, and walk of life, the power to stop this repeating cycle rests entirely in your hands. We must refuse to be used as political fodder. All Kenyans to reject messages designed to divide us along ethnic lines and instead safeguard the peace that generations have worked hard to build. Tukidunda viwanjani ni kwamba Kenya na Australia zinaendelea na kuongeza ushirikiano wao wa riadha, huku wanariadha na makocha wa kipekee wakipata mafunzo mbalimbali kuendelea na vipaji mbalimbali. Mpango huo ambao unapendekezwa unawapa wanariadha kutoka mataifa yote nafasi za kufuzu na kupatana na makocha mbalimbali. Akizungumza katika eneo la Mosoriet, Chesume, kaunti ya Nandi, balozi wa Australia nchini Barnes alielezea kuwa mpango huo utakuza wanariadha mbalimbali na kuongeza ushirikiano kati ya taifa hili na taifa la Australia. One day in future we would have a solid partnership where we can have them maybe go to Australia for some time to train, and maybe have some of the Australian elite athletes to come and train with us here, so that we have that kind of an exchange program between the two nations and the two training athletes from Australia and of course from Kenya. As a professional athlete, I know what it takes to be at the world stage, and I've come here to support Alfred and see the areas necessary where I can support in nurturing the young talents and also building this Lanson Foundation to the high heights. He's doing amazing work with the community here, supporting young athletes in their education and in their training. Ngideko ni kwamba msururu wa gofu wa kitaifa wa Duracourt Masters utaelekea katika kaunti ya Kisumu kwa raundi ya 7 baadaye mwezi huu. Mkondo wa 6 wa mashindano haya ulifanyika katika uwanja wa gofu wa Ruiru siku ya Ijumaa. Michuano hii ilivutia zaidi ya wachezaji 250 kutoka vilabu tofauti humu nchini. Wachezaji 12 bora kwenye raundi hii walijikatia tiketi kushiriki fainali itakayoandaliwa katika uwanja wa Mount Kipipiri mwezi Novemba. Hadi sasa mashindano haya yamezuru vilabu vya Vetlab, Nakuru, Sigona, Nanyuki na Karen. Kampuni ya Basco inasherehekea miaka 50. The whole series is about meeting new people, connecting with people, and enjoy that. That's what I've been doing so far, because I've not played well this whole series. We have had quite a number of juniors play today. About 10 of them, they've enjoyed the course, they've enjoyed the experience. On behalf of Basco Paints, I would like to really thank all members who have played directly, indirectly, a role in making our series an amazing success. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo nakamilisha awamu hii ya habari ndani ya TV47, lakini kama nilivyokuahidi tutarejea na mjadala kuhusiana na vijana, ujuzi na vile masuala ya ajira, wakati ambapo tutakuwa tukizungumza na maneja wa Generation Kenya, anafahamika kama Samson Muriungi, kuhusiana na hili. Na wewe kama kijana ukiwa pale nyumbani, iwapo una swali kwa 22047 na mitandao ya kijamii, tutakuwa tukikujibu jinsi ambavyo unaweza kuwa mbunifu na pia unaweza kupata ajira.